Na mnatumai uko vyema pale popote ulipo, mpendwa msikilizaji. Karibu katika dawati la Wingu saa 3 kikamilifu. Jina langu Brian Kipngeno. Wakazi wa eneo la Mwachoni na bunge la Rafin, kaunti ya Baringo, siku ya leo waliandamana hadi kwenye afisi ya chifu wakiitaka serikali ya kaunti na wizara ya elimu kumsaidia mwanafunzi mwenye umri wa miaka 14 ambapo anasomea shule ya msingi ya Mwachoni. Mwanafunzi huyo ametekelezwa na wazazi na amekuwa akisaidiwa na wasamaria wema kwa muda wa miezi 9 sasa, huku masomo yake yakiathirika kwa kukosa vyeti vya kusaliwa ili kumruhusu awekwe kwenye mfumo wa mtihani wa KPSEA. Wakazi hao wamerai wazazi kutowatekeleza watoto wao na kuwasaidia kwa njia unaofaa. Taarifa kutoka Pwani la Kenya ni kuwa ajali ya ndege iliyotokea mapema hii leo katika kaunti ya Kwale katika eneo la Simba Matuga, huku abiria wote 12 walioko ndani ya ndege hiyo wakipoteza maisha yao na miili yao kuteketea kiasi cha kutoweza kutambulika. Ndege hiyo ndogo ya abiria aina ya Caravan 5 YCCA C208 ilikuwa inatoka Diani katika kaunti ya Kwale ikielekea sehemu ya Kichotimbo katika mbuga ya wanyamapori ya Masai Mara, huku ikianguka katika eneo la Simba katika kaunti ya Kwale. Ajali hiyo inaripotiwa kufanyika katika kijiji cha Chando inayoripotiwa kuwa imebeba watalii ikiwa ni abiria 12 pamoja na rubani wao. Shughuli za kuokoa mabaki ya ndege hiyo zinaripotiwa kusitishwa na kutokana na hali mbaya ya anga, huku ndege hiyo ikiteketea katika ajali hiyo iliyofanyika mapema asubuhi leo. Abiria wakiteketea kiasi ya kutoweza kutambulika, huku maafisa wa shirika la Msalaba Mwekundu pamoja na maafisa wa wanyamapori na maafisa wa misitu ni miongoni mwa wanaoongoza zoezi la kuokoa mabaki ya ndege hilo, ambapo kamanda wa polisi wa kaunti ya Kwale Ali Nur aliweza kulithibitisha jambo hilo. At this point in time, we cannot confirm their nationality. We are told all of them are tourists and they are told the number. They are coming from Diani. So headed to Amboseli. Further that, as you are also aware that we are approaching the festive season, and therefore we have rolled out a security plan covering from 1st of November 2025 to 15th of January 2026. We have met as a team that is a coast team, and more so the 3 counties of Kilifi, Kwale, and Mombasa. We have rolled out a security plan and a strategy so that we are able to provide security for all Kenyans and the visitors. During the period under review, that is from 1st of November to 15th of January 2026, we anticipate a lot of visitors, both local and international. Also, we have the international tourists who are also coming. Our hotels are full, and therefore we are equal to that. So we have strategized, we have planned, we have a security plan, and we have an operation order in place. Therefore, all is safe. We have done the briefing today. The Kenya aviations are coming from Nairobi, and the staff team coming from Nairobi. We cannot comment about the impact at this point. Viongozi wa upinzani wanaoendeleza siasa ya kupinga miradi ya nyumba ya bei nafuu inayoendelezwa na uongozi wa Rais William Ruto. Kiongozi huyo wa taifa amejitokeza kuwakosoa vikali wapinzani wake, akiwataka wanaopinga miradi hiyo kueleza Wakenya ajenda zao za maendeleo badala ya kuendeleza semi za kusitisha miradi ya nyumba za bei nafuu iliyoanzishwa na serikali ya Kenya Kwanza. Akizungumza katika kaunti ya Nakuru alipokuwa katika ziara yake ya rasmi hiyo, Rais Ruto amewazuta viongozi wa mrengo upinzani kwa kile amesema kuwa miradi za nyumba za bei nafuu imeendelea katika kaunti zote za taifa hili kwa usawa, akipuuzilia mbali pingamizi za viongozi wa upinzani. Kenya haiwezi kujengwa na midomo ama sarakasi. Kenya inajengwa na miradi na mipango ya maendeleo. Kwa hivyo kubadilisha Kenya inahitaji viongozi wenye wako na akili, wako na maono, wako na mpango. Unajua hii Kenya imechelewa miaka nyingi kwa sababu viongozi wengi ni watu tu wa bwerere, manga tu kelele, sarakasi, sijui Masuko, sijui Kasongo nini, wanta. Ujinga mtu. Hii manyumba tunajenga hapa, tunajenga Kenya mzima. Umeona ile tunajenga Nairobi. Kila city, mkienda Nakuru, mkienda Eldoret, mwende Kisumu, mwende Wajir, mwende Mombasa, mwende Kitui, tunajenga kila mahali. Na wale wanatupigia makelele, badala ya kutupigia makelele, watuambie sisi tunajenga hizi manyumba hapa, wao watajenga kitu gani? Sisi tumepanga yetu ya kuonekana, yao ni gani? Wawaje kuzunguka tu na maneno matusi, sijui nini, biashara ya bure. Mimi niko hapa Nakuru na siondoki leo, mimi nitakuwa hapa kesho, mimi nitakuwa hapa kesho kutwa, mpaka hii Nakuru ibadilike.
kwenye bima ya afya ya SHA. Kiongozi huyo wa taifa amesema kuwa bima hiyo itasimamia matibabu ya wagonjwa wasio wa kulazwa, akiwataka Wakenya kuwaripoti afisa wa afya watakaowaitisha ada ya malipo kwa kutoa huduma za afya, kwa kuwa serikali itagharamia afya kwa Wakenya wote kwa ujumla. Kujiandikisha, nani amekuambia kujiandikisha unahitaji pesa? Wewe enda ujiandikishe, hakuna pesa utaitishwa. Na ukishajiandikisha, enda kwa hospitali yoyote, enda kwa hospitali ya serikali, enda kwa hospitali ya mission, enda kwa hospitali private, utatibiwa. Kama wewe uko na homa, kama wewe uko na tumbo inakusumbua, ama wewe uko na malaria, utatibiwa na uende nyumbani bila ya kuulizwa pesa yoyote. Na mtu akijaribu kukuuliza pesa, piga ripoti kwa polisi, huyu mtu ananiuliza pesa. Wacha nirudie nimsikie vizuri. Nimesema hivi, kila mwananchi, ile outpatient, ile unaenda hujalala kwa kitanda hospitali, ukienda kwa hospitali utatibiwa na uende nyumbani bila ya kuulizwa pesa, bora umejiandikisha kwa SHA. Kwa sababu kama umejiandikisha kwa SHA, hiyo hospitali itatuma bill kwa serikali na tutalipa hiyo bill yako. Viongozi kutoka eneo la Kuzi na viongozi wa hivi sasa kutembelea familia ya hayati Bwana Raila Odinga ili kuendelea kufariji familia hiyo, kwa kuwa wakiahidi kuzidi kuonyesha upendo kwa jamii kutokana na upendo ulioonyeshwa na kinara huyo wa kisiasa aliyepoteza maisha yake ghafla alipokuwa akipokea matibabu katika taifa la India, wakiongozwa na mgombea wa urais katika uchaguzi mkuu ujao, Daktari Fred Matiang'i. Viongozi hao kwa kauli moja wameendeleza kuomboleza na kufariji Bwana Odinga, wakili amesisitiza kuwa ni sehemu ya familia hiyo, wakiahidi watazidi kufariji familia hiyo kwa kuonyesha upendo wakati huu wa maombolezo. But essentially, you know, in the case of Raila Odinga, we are saying pole to all ourselves because we were part and parcel of Raila Odinga's family. And that is why I told your mom this morning that you're going to see many groups of people coming down from various parts of Nyanza, especially from our part of Nyanza, because of the love, the relationship, the commitment that your father showed to us. At least I'm aware that there are 2 or 3 other groups that are also organizing themselves to come and say pole, like the others that have come before us. Today it was the turn of the Council of Elders, and some elected leaders and other leaders have come before. Others will come again to continue our collective family and community feeling and expression of love to you, your family, and to express how grateful we are as a group and as a family and as a community to the service that Mzee provided to all of us. Akiandamana na baraza la wazee kutoka eneo la Gusii na viongozi mbalimbali, Matiang'i amesema kuwa watazidi kumwomboleza kiongozi huyo kwa kile kuwa kiongozi huyo wa Kenya mbalimbali watazidi kumfariji familia hiyo na kumkumbuka Bwana Odinga kwa mchango wake katika kuliboresha taifa hili. I said when we were at the home that when you as a family make a decision to begin developing various institutions in support and in memory of Mzee, many of us, both those who are here and a good number of us who are not here, who worked with Mzee and had time with him, would like to make various contributions from various dimensions towards immortalizing what he has done in a way that will immortalize Mzee and the contribution he made to our community. And finally, I know no amount of speech or words will comfort you or bring you any better feeling, but at least it's good to know, and it may even comfort you to know that many of us who share in the loss, but collectively as a country and as a society, we share the loss of Mzee. May God strengthen you, may God comfort you, and may the Lord walk with you as you continue the journey of this life from where Mzee left. Nataka kuhakikishia Mheshimiwa Rais ya kwamba Mtihani wa kitaifa ya gredi ya 6 na gredi ya 9 KPSEA na KCSE imeingia siku ya pili leo, huku Wizara ya Elimu ikieleza matumaini yake kuwa mitihani hiyo itakamilika bila hitilafu zozote kushuhudiwa, huku Baraza la Mtihani nchini NEC ikiwahakikishia kuwa wanafunzi wanapata fursa ya kukalia mtihani wao. Katibu Mkuu katika Wizara ya Elimu Profesa Julius Bitok akizungumza baada ya kuongoza zoezi la kufungua mitihani katika kaunti ya Kajiado amesema kuwa changamoto ziliposhuhudiwa hizo jana ziliweza kusuluhishwa kwa upesi, huku wizara hiyo ikihakikisha kuwa mitihani imefaulu bila vizingiti vyovyote. Profesa Bitok pia ameeleza matumaini yake kwa kuwa kila mwanafunzi atapata fursa ya kukalia mtihani yake, akiwataka washikadau mbalimbali katika sekta hiyo kuhakikisha kuwa kila kituo kinapata wakati mwafaka wa kuendeleza mtihani wao.
and we are confident that the process will go smoothly. And we have asked our stakeholders, our sub-county directors, sub-county directors, to ensure that they do their best to ensure that we deliver a credible exam. And from the look of things, we are on track in as far as this delivery is concerned. And for yesterday, we had a few hiccups here and there, but we were able to resolve them. Like, for example, in some centers, there were 1 or 2 papers missing here and there. That NEC moved quickly to ensure that every center had enough papers for the candidates. So I want to say that so far so good. We are confident the exams are going to be delivered well. The papers were administered and they were returned as required. And the learners have done their best in as far as writing the exam is concerned. Msimu wa karamu ya sherehe za Krismasi inapochongea, Wakenya wamehadharishwa dhidi ya kutumia nyama ambayo haijafanyiwa ukaguzi, huku wahudumu wa afya katika serikali kuu pamoja na serikali ya kaunti wakiambiwa kushirikiana na wahudumu wote wa afya katika kiwango chote ili kuweza kuhakikisha kuwa nyama yote itakayouzwa imefanyiwa ukaguzi na kuwekewa alama ya ubora. Katibu mkuu katika Wizara ya Afya Mary Muthoni amewahadharisha Wakenya dhidi ya kula nyama ambayo haijakaguliwa msimu huu wa sherehe, pamoja na kuwaonya dhidi ya kula nyama ya mifugo ambao wanaonyesha dalili za kuwa na magonjwa. Muthoni pia amesema kuwa kupitia hilo watawalinda Wakenya dhidi ya kula nyama itakayowadhuru kiafya, akiwataka wahudumu wa afya kuhakikisha kuwa utekelezaji wa agizo hilo pamoja na kuwarai Wakenya kuendeleza amani katika taifa hili. To send a warning. Let us not eat uninspected meat during this period. Usiende kwako unakuta kuku inafifia, unasema wacha nichukue hii kabla ikufe. Ilishakufa. Usiende kwako ukakuta ng'ombe iko karibu kuanguka, unasema iko tu sawa, wacha tuangalie, wacha tuonje. Hatutaki hospitali zijae this season. Please send this message. And I want to ask all the public health officers, kama kunao hapa, ingieni kazi. Kenya wanataka amani, Wakenya wanataka kuwa safe, Wakenya wanataka kuwa kama wako healthy, because our health is our wealth. Tukiachana na hayo ni kuwa gavana wa kaunti ya Kakamega Fernanda Barasa amemhakikishia kiongozi wa taifa hili William Samoei Ruto uungwaji mkono vikamilifu katika azma yake ya kuwania wadhifa wa urais katika uchaguzi mkuu ujao, akiwataka wakazi wa mkoa wa Magharibi kuunga mkono azma ya kiongozi wa taifa ijapofika wakati wa uchaguzi mkuu wa mwaka 2027. Barasa amethibitisha hilo alipohutubia wakazi wa eneo la bunge la Malafa, huku akionekana kumwandaa spika wa bunge la kitaifa Moses Wetangula kumrithi Rais Ruto katika uchaguzi mkuu wa mwaka 2032, akiwataka wakazi wa mkoa wa Magharibi kuunga mkono azma ya Rais Ruto katika uchaguzi mkuu wa mwaka wa 2027. Nataka kuhakikishia Mheshimiwa Rais ya kwamba sisi kama wana Kakamega wote, sisi tuko kwa broad based government, na mwaka wa 2027 kura zote za urais tutampatia William Samoei Ruto. Na mimi najua baada ya 2027 tuko na kijana yetu hapa, Mheshimiwa Weta. Mwaka wa 2032 baada ya kipindi cha William Samoei Ruto, nataka urais uje hapa Western ni Mheshimiwa Moses Masika Wetangula. So mimi ningependa kuomba watu wetu wa mkoa wa Magharibi ya kwamba sisi wote tusaidie rais wetu kwa kipindi cha pili in 2027, na ikifika 2032 uongozi wa urais lazima uje Western, na ndugu yetu mkubwa ambaye tunaweka mbele ni spika wetu wa National Assembly Mheshimiwa Moses Masika Wetangula. Tuko na miradi nyingi sana ambayo Mheshimiwa Gavana huyo pia amewataka wakazi wa eneo la bunge la Malafa na wagombea wote kudumisha amani katika kampeni za kusaka uungwaji mkono eneo bunge hilo linapojiandaa kwa ajili ya uchaguzi mdogo wa Novemba tarehe 27. ambayo Mheshimiwa Madudu
Mugendi alikuwa ameanzisha hapa, na ukiangalia historia ya wanamalava wote tumekuwa kwa serikali. So kwa sababu ya hiyo historia, nataka tarehe 27 tuendelezee hiyo historia, kuhakikisha mbunge ambaye tunachagua ni mbunge ambaye ako kwa serikali, na huyo ni Mheshimiwa David Jaku. Najua hivi sasa tuko kampeni za kuchagua mbunge wetu. Ningependa tuendeze kampeni hizo kwa njia ya amani, kwa sababu Mheshimiwa Malulu yeye alikuwa mbunge ambaye anapenda amani. So mimi ningependa kuomba vijana wetu, watu wetu wa Malava, tupige kampeni za amani ili tuchague mbunge ambaye ataunganisha wana Malava wote, ambaye ni Mheshimiwa Ndakwa, na mimi najua tutashirikiana na yeye kuhakikisha miradi zote za Mheshimiwa Malulu ambazo alianzisha zimekamilika. Na msikilizaji, katika taarifa za kimataifa ni kuwa rais wa Marekani Donald Trump siku ya leo amekutana na waziri mkuu wa taifa la Japan Sanae Takaichi mjini Tokyo. Viongozi hao wawili wameweza kufanya mkutano wa hadhara pamoja na kusaini mkataba wa ulinzi baina ya taifa la Japan pamoja na taifa la Marekani. Waliweza pia kusaini mkataba wa amani pamoja na kuweza kushughulikia mambo yanayokumba bara la Asia, ikiwepo changamoto linalotokana na ukuaji wa taifa la Uchina pamoja na ukuaji wa taifa la Korea Kaskazini, ambapo kila mara linazidi kulifanya mazoezi za kivita katika eneo hilo la bara la Asia. Kiongozi huyo wa Marekani ameweza kusisitiza kuwa taifa la Marekani lipo imara na litaendelea kuunga mkono taifa la Japan katika juhudi zake za kutafuta amani na juhudi zake za kujiendeleza kiuchumi. Kwa sasa, msikilizaji, tumefika kikomo katika dawati la Wingu saa 3. Jina langu Brian Kipngeno.